One on One with Charles William. Hii ni One on One kupitia Wasafi TV. Karibu sana popote pale ambapo unatufuatilia. Nikwambie kwamba leo ni siku nyingine nzuri ya kuzungumza masuala ya taifa letu. Tunazungumza kwa namna ya kipekee sana na mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli hapa nchini TRC, Masanja Kungu Kadogosa. Na imekuwa kama ni subra au ndoto ambayo Watanzania wengi walikuwa wanaona kama ni hadithi za siasa. Na hatimaye sasa hivi nafikiri tunatafuta miezi 8-9 tangu tuanze kuendesha ile reli ya mwendo kasi. Labda kwa tathmini tukianzia hapo, kwa sababu Watanzania wengi wanapenda zaidi kusikia habari za reli ya mwendo kasi. Tukianzia hapo mpaka sasa hivi, kwa tathmini iliyopo, reli ya mwendo kasi imekuwa na mafanikio kiasi gani? Kwanza ni washukuru sana Wasafi kwa kutukaribisha sisi TRC. Wasafi imekuwa watu wema sana kwetu. Najua tulipoanza zile safari za mwanzo mwaka jana, nafikiri wakati tunafanya majaribio tulipata nafasi ya kusafiri na Wasafi. Kulikuwa na kipindi maalum kwa sababu tulifanyia nafikiri Pugu kama sikosei. Kwa sisi tunajiona tumekuwa na mafanikio sana, lakini naamini hata kwa Watanzania kumekuwa na mafanikio sana. Cha kwanza, mafanikio yetu yanaonekana katika mwitikio wa watu. Najua hicho ndio kitu cha msingi. Umetengeneza jambo, watu wameitikia kwa kiasi gani. Ukiangalia mpaka tarehe 22 April hii, tunazungumzia zaidi ya watu milioni 2.3 plus. Idadi ya abiria ambao wamesafiri kwa hii route ya Dodoma Dar es Salaam. Kwa hii route ya Dodoma Dar es Salaam Morogoro, route ya Dar es Salaam Dodoma. Na ujue hiyo ni route fupi sana. Unaweza kuimagine tukiwa tumeshafika Kigoma, tumeshafika Mwanza na matawi yake tumene. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana. Ukisema abiria milioni 2.3. Ndio. Unamaanisha kwa nyuma hali ilikuwaje? Kwa sababu ili mtu aone kuna ongezeko ni lazima ufanye kulinganisha na nyuma. Ukiangalia kwa mfano kwa nyuma, kwa maana ya treni zetu sasa, hata ukicombine Tazara na sisi, tulikuwa tufikisha hata abiria nusu milioni. Na hiyo ni kwa mwaka mzima. Mwaka mzima. Na hiyo ni kwamba ni kwa network yote. Tunafika Arusha, tunafika Katavi, tunafika Kigoma, tunafika Mwanza. Na wenzetu wa Tazara hao wanaenda all the way mpaka Kaplimposh. Tulikuwa tufikishi watu 500,000 kwa mwaka mzima kwa treni zote mbili. Kwa hiyo unaweza kuona ni revolution kubwa sana. Kwa unapozungumzia miezi ya operation, na unajua tulipoanza operation na tukaanza full operation. Tulianza tarehe 14 mwezi wa Juni kwa maana ya safari ya Dar es Salaam mpaka Morogoro. Then tarehe 25 tukawa na aerial operation ambayo 25 Julai kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma, ambapo Mheshimiwa Rais alikuja tarehe 1 mwezi wa 8 kuja kutufungulia rasmi. Kwa alipofungua Mheshimiwa Rais ndio tulianza hata kuongeza route zetu. Kwa hiyo unaweza kaangalia kwamba operation lili tunazungumzia tunaingia mwezi wa 9 sasa mwezi wa 9, lakini the real operation pale unaweza kutoa pengine mwezi 1.5 ule tulikuwa bado hatuja kick in. Abiria milioni 2 na 300,000. Exactly. Sasa ukipiga katika average ya watu kwenye low peak, tutakuwa labda watu 6,000 7,000. Kwa high peak, kwenye high peak tunaenda mpaka watu 10,000 plus kwa siku hiyo. Na ndio kama tuna treni 5 zinapanda, 5 zinashuka. 4 zinaenda mpaka Dodoma, 4 zinakuja kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, alafu 1 Morogoro tumeshindwa kutoa treni. Inabidi wana treni ya kwao na inajaa. Kwa hiyo vipi kuhusiana na mapato? Kwa sababu kama abiria ni wengi namna hiyo, abiria 6,000 mpaka 10,000 kwa siku kwenye reli ya mwendo kasi, maana yake fedha mtakuwa mnaingiza sana. Mmepata shilingi ngapi mpaka sasa hivi? Sasa sijui kama ni sana, lakini tunaingiza pesa. Si kwamba kwa sababu hii ni biashara. Mpaka sasa hivi nilipozungumza mpaka tarehe 22 April tumekusanya mapato bilioni 66.8. Lakini kitu kimoja ambacho ni caution, najua tutapokuwa tunazungumza kule tutazungumzia na mambo mengine. Abiria kwenye reli ni service. Kwa hiyo hutegemei kutengeneza pesa kwenye abiria.
Na sio tu Tanzania, uende Ulaya, uende Marekani, uende nchi zingine za Asia kule. Kwa hiyo ni safe. Tukisema kwamba tufanye commercial kabisa, inaweza ikawa kama watu wanalalamika tu nauli ya 13,000 kwenda Morogoro. Na obviously kama mtu analipa 13,000 kwenda Morogoro, uwezo katika common sense tunajua kabisa kwamba nini. Kwa hiyo pesa zetu kwa Watanzania au pesa zetu ambao tutapata ni kwenye mizigo. Kwa bilioni 66 ambazo zimepatikana ni kutoka mlipoanza mwezi wa 8 mwaka jana mpaka kufika April. Ndio. Mwezi wa 8 ndio tulikuwa rasmi official. Lakini unajua tulianza tarehe 14 Juni, ingawa ilikuwa kwamba tulikuwa na treni moja tu inaenda inarudi, lakini bado na kwenye tulikuwa sio kwamba ilikwenda bure. Mwanzo mapato ya TRC yalikuwa yanakuwa namna gani vipi? Mapato ya TRC kwenye operation zetu yalikuwa yazidi bilioni 40 kwa mwaka. Na bilioni 36, bilioni 40, labda kama kuna imetokea labda kuna other income tunaweza kaenda mpaka kwenye bilioni labda 40 na lakini mara nyingi ilikuwa ni cap ni 36 mpaka 40. Yes. Kwa hiyo unaweza it's a huge. Na unategemea kwamba tukishaenda hivi katika trend hii, na tunazungumza na SGR tukao kuzungumza the whole taasisi, maana yake tunaweza tukavuka bilioni 100. Taarifa kwamba mnaanza treni ya mizigo mwezi wa 6 au wa 7 imeibua shauku hasa kwa wakazi wa Dar es Salaam ambao wenyewe wamekuwa wakiona kero ya uwepo wa malori mengi ya mizigo barabarani. Baadhi ya njia zinafunga kabisa kutokana na wingi wa malori. Wanaamini kwamba mkianza kubeba mizigo kupitia treni ya mwendo kasi, mizigo hii itakuwa labda inapokelewa huko mbele na malori haya yatakuwepo kabisa Dar es Salaam. Ndivyo ilivyo au ni shauku ambayo haina uhalisia? No, kwanza unajua katika binadamu tulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, tunapotaka kufanya jambo tunakuwa na imagination. Tunafikiria nini? Lazima tuanzie hapo kwanza. Kwa kuimagine hivyo si jambo baya. Cha msingi sasa kuna action gani hapo katikati zinakuja ili hayo unayoyafikiria yaweze kutimilika. Lakini bahati nzuri ni kwamba mimi ni mkurugenzi vivile wa bodi ya TPA ya bandari. Kwa hiyo naweza nikazungumzia authority hata mambo ya bandari kwa sababu nakuwa niko huko. Bandari wameshaanzisha tayari. Kuna sehemu inaitwa Kwara. Nafikiri kuna nilimuona nafikiri kuja Wasafi hapa, mkuu wa wilaya ya Kibaha alikuwa anazungumzia Kwale itakavyokuwa baadaye bandari kavu ya bandari kavu. Ndio. Yeah, kwa hizo ni part ya process ya kudecongest Dar es Salaam. Kwa kuna juhudi nyingi sana ukiacha za reli, lakini kuna kusoni mtambuka. Kwa hiyo bandari kavu zinakuwa owned na au watu wanaoziendesha ni TPA au bandari wenzetu wa bandari. Kwa hiyo wameanzisha dry port kubwa sana. Kuna phases za maendeleo, lakini vivyo wana dry port nyingine ziko Dodoma, kuna Katosho, lakini vile zingine zitakuwepo Mwanza. Lengo kubwa ni kwamba mizigo inapofika inapofika hapa inatoka kwenye meli, inaingia kwenye treni, inaondoka. Na hiyo ndio njia pekee ya kuzuia malori mengi yasije hapa. Tunapokuwa na dry port nje ya Dar es Salaam, maana yake malori sasa yataingia Kigwaza kule, wataingia kuchukua mizigo yao, watarudi kule. Lakini sio swala la lori, tunataka mizigo iende kwenye reli. Haiwezi kuwa 100% kwa sababu kutokana na kiuchumi haiwezekani kwa mkoa na 100% mizigo yote inaenda kwenye nini? Kwenye train. Umezungumzia ziti uhalisia ni uhalisia, lakini japo mtambuko. Na mkitaka kwamba kujicongest Dar es Salaam, sio tu katika kwa maana ya bandari malori yasingie, lakini tuna kitu kingine tunafikiria kitu kikubwa sana. So tunafikiria actually sasa hivi is really tunakifanyia kazi kuwa na reli hapa Dar es Salaam. Kuna wakati nilizungumza pale. Kuna namna ambavyo reli imeunganishwa na bandari. Yes. Umeshaona pale sasa hivi kwa mfano uko unaenda airport. Kuna wakati tulidiverge kabisa njia, hapo baadaye tumerudisha. Pale tumetengeneza artificial tunnels chini. Kwa sababu tukutaka kwamba nini magari yao yanakutana na reli, sio yanasubiria kupita pana. Kwa sababu kutokana na nini na operation efficiency za operation, unaona pale tumechimba sana kule nini kwenda chini. Kwa pale tutakuwa tunapita chini pale. Ile chini njia kwenda chini tunaenda bandari kwenda kuchukua mzigo. Yes, kwa tutakuwa na interface kwa maana ya operation zetu na bandari. Na ndani ya bandari
tunajenga almost kilomita 60 ndani ya bandari ambazo zita accommodate meter gauge kwa maana reli yetu ya zamani, standard gauge iliyopo sasa hivi na cape gauge ya Tazara. Yeah. Kwa reli zote zitakuwa mle ndani. Yeah. Reli ya mizigo kama hii ya mwendo kasi inatarajiwa labda kuwa inabeba kiwango gani cha mizigo? Yes, designing capacity yake ni kwamba inaweza kabeba mizigo mpaka tani 10,000. Sasa kuna kitu kwenye reli kinaitwa X-load. X-load ni uwezo tairi moja lile kwamba linaweza likahimili au ule uzito. Sasa X-load 35 kwa matairi 4 ukizidisha unapata 140. Lakini tear weight, behewa lile linakuwa na uzito. Kwa ukitoa tear weight say dada tani 20 kwa ajili ya behewa tu. Kwa unabakia na tani 120. Kwa behewa moja ambayo inaweza kuvutwa inaweza linaweza kaenda mpaka tani 120 behewa moja. Sasa reli yetu ya zamani maximum ni behewa maximum ni tani 40. Kwa hiyo ni mara 3 yake. Na hii kwa sababu tumefanya kwa sababu gani? Kwa sababu ya mizigo. Unajua treni yetu tumedesign kwa kulenga wale tunaowahudumia. Kopa ni nzito sana. Kadude kadogo tu. Uhitaji sio volume. Ni kadude kadogo tunakuta ni tani 100. Kwa hiyo ukitengeneza madaraja ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa, maana yake inabidi uwe na mabehewa mengi. That could be the option. Au uwe na mabehewa machache lakini yenye uwezo kubeba mabehewa nini kuweza. Kwa hiyo tunaweza kubeba mpaka tani 10,000. Tani 10,000 ni kwamba unazungumzia ni mabasi trucks malori yale ya tani 20 just imagine kwa malori 500 ya tani 20 wamejipanga. That's the capacity ya treni moja inaendeshwa na mtu mmoja. Of course madriver wanakuwa wawili, mmoja anakuwa anasubiri hapo nini, lakini inaendeshwa na treni moja. Sisi tunaweza kuondoka na tani 10,000 ambao ni sawa na malori 500. Kwa ukiona treni moja imepita hivi, tumepita na malori 500, tunaondoa barabarani. Ndo maana kuna hisia kwamba wengine wanaamini mnakuja kuua biashara ya malori hapa. Wauzaji wa malori wanaitazama project yenu kwamba inakuja kuua biashara ya malori hapa nchini, kwa sababu kama mtakuwa mnabeba mzigo ambao ni sawa sawa na malori 500. Nafikiri ni long, unajua unaweza kufikiria lakini ukawa ni long thinking. Unafikiria lakini si sahihi, si ufikiri kwa usahihi. Na inaweza kuwa a bit selfish kwa taifa. Ukiangalia malori mengi yanatoka wapi? China. Na hizi Scania wanazonunua tukutana nazo zimetoka labda zingine nafikiri kuna kiwanda cha Scania, nafikiri Sweden na kiwanda cha Scania, lakini vile UK. Na nchi zote hizo unazoambiwa wanaotengeneza malori yetu tunatoa Volvo manini ndio wenye mitandao ya reli mizuri sana na mizigo yao. Kwa hiyo coexistence ya trucks na reli hakuna tatizo. Tuna complement each other. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano, ukitoa mzigo wa mtu hapa, mzigo unaenda Nzega. Sisi hatuna train inaingia Nzega. Kwa maana yake unaweza kushukia pale Isaka, anakuja mtu wa lori, anachukua ile mzigo anapeleka Nzega. Na sisi ujio wetu wa reli, hatuji kwa mfano ni transporter, hatuji kuchukua mzigo wako. Tunachosema tu ni hivi, badala ya kuburuza barabara zetu kutoka Dar es Salaam uende mpaka Isaka, weka mzigo wako kwenye reli, weka truck yako Isaka. Ukishafika Isaka, chukua mzigo wako weka hapo, nenda Kigali. Badala ya kutembea kilomita kwenda na kurudi karibu kilomita 1,000, kwa kwenda na kurudi kilomita 2,000, utakuwa umesha cut down kilomita 2,000. Na sisi kutoka hapa kwenda Isaka hadi tutatumia masaa ndani ya masaa 12. Utatumia siku 3 kufika mpaka kule. Kwa hiyo basically ukiangalia katika mapana, na hii kwa Tanzania they have to be smart katika hii. Kama Watanzania wote serikali imewekeza. That's a catch. Yaani serikali tumewekeza almost, nafikiri tutafika huko mbele ni. Sasa hivi tunazungumzia trilioni 29.58. Hiyo ni trilioni kama 30. Is almost 70%, maybe more than 70% ya budget yetu ya nchi yote. Tumewekeza hapo. That's a huge sacrifice. Tungetaka kujenga barabara. Tungejenga barabara mara 2 ya barabara ambazo ziko sasa hivi. Yaani ukianzia baba wa taifa, ukaja mzee Mwinyi, mzee Ruksa, ukaja mzee Mkapa, ukaja mzee Kikwete, ukaja mzee Magufuli. Sasa hivi tuna Mama Samia.
Tuna barabara za lami, jumla yao na barabara za lami nafikia takriban kama 14,000 kilomita za lami. Ndio. Kwa mapesa haya ambayo tumewekeza kule tungejenga mara 2 ya hizo barabara. That's how much sacrifice tulionini. Sasa that's the tricky part. Watanzania mnapoiona ile reli mnaona nini? Tukifanya mchezo itatengeneza mabilionea kutoka Rwanda, kutoka Burundi, kutoka DRC. Yaani ni ishirake keke, unakata kidogo kidogo. Ndio. Kwa kila mmoja kwenda kukata pale. How are we going to use here? Tutaitumiaje? Kwa hiyo this is pure biashara. Kwa Watanzania kuchangamkia fursa hii ya kuweza kucreate mabilionea zaidi. Na ukisoma katika historia sasa najua naondoka kwenye ulichoniuliza. Ukisoma katika historia za nchi zote zilizoendelea, whether it's China, uende Sweden, uende wapi, wanaanza na transport au wanaanza na logistics. Maybe let's put it this way. So transport and logistics ni vitu viwili tofauti. Wanaanza na usafirishaji. Ile ndio inaleta revolution kwenye kilimo, inaleta revolution kwenye viwanda, inaleta revolution kwenye commercialize madini yenu. This is a game changer katika nchi. Lakini the tricky part ni kwamba inakuwa na huge investment. Nchi zote hizo ukienda, whether uende Sweden, watakwambia walikopa sana wakati huo, wakati wanajenga hii miundombinu. Lakini that's the time ambayo ilibadilisha nchi. Tukiutathmini mradi wenyewe wa SGR, mpaka sasa hivi tuko wapi? Tumejenga kilomita ngapi? Okay. Tumebakiwa na kilomita ngapi? Labda angalau kufika mpaka Mwanza, ambayo ndo ruti watu wanaitazama zaidi kwamba lini tutakuwa tuna uwezo wa kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Kwa sasa hivi tuko wapi na tuko asilimia ngapi ya kuelekea Mwanza? Fezi ya kwanza ni kutoka Dar es Salaam kwenda Mwanza, ambao ndani ya fezi hiyo kuna vipande 5. Kuna kipande cha Dar es Salaam kwenda Morogoro Makutupora ya Singida ya Manyoni ile, afu kutoka Makutupora kwenda Tabora kipande cha 3, kipande cha 4 ni Tabora Isaka, cha 5 ni Isaka Mwanza. Na vipande viwili vya Mwanza tumeshaanza operation tayari. Kuna vitu vingine ambavyo tunamalizia kwa ajili ya freight, kitu tulishaanza operation. Lakini kipande cha Makutupora Tabora tuko kwenye tuko around ya 15, 14 kama .68, asilimia 15. Kipande cha Tabora Isaka kutoka kwenye asilimia kama 6.87. Isaka Kahama. Tabora Isaka. Shinyanga. Okay, Kahama ndio Isaka ni ya Kahama ndio. Okay. Lakini kutoka Isaka Mwanza tuko kwenye asilimia above ya asilimia 63.9, nafikiri .8 something, .9. Hiyo ni fezi ya kwanza. Fezi ya pili ni kuna kipande cha kutoka Tabora Kigoma kama kilomita 506 kwa njia ya ujenzi wote, lakini kwa njia kuu ni kilomita 411. Kwa sababu tuna njia za kupishania watu wa reli, siding, yeah. Ile tuko kwa asilimia kama 7.88. Lakini kuna kipande cha kutoka kule, kuna vipande vile ambavyo vinaendelea. Kuna kipande cha kutoka Uvinza, sijui kama unajua ulisha kwenda Kigoma. Nimeenda. Kwa sababu Uvinza pale ni wilaya moja hapa ya Kigoma. Sasa Uvinza pale tuna branch kwenda Msongati. Na kilomita kama 280 mpaka Msongati. 180 tuko ndani ya nchi yetu, mpaka Maragarasi then tunakwenda Msongati. Na kwenyewe sasa tuko kwenye mobilization. Tusha sign mkataba nafikiri mliona tarehe 29 Januari mwaka huu. Na tunapozungumza mpaka sasa hivi mkandarasi yuko site, wanafanya mobilization. Kwa hiyo hilo eneo ujenzi wake utakuja baadaye, lakini ujenzi tunaanza sasa hivi. In fact tusha mobilization sasa hivi. Kwa tutakuwa tunaendelea na ujenzi wa kutoka Makutupora kwenda Tabora kwenda Isaka kwenda Mwanza. Ujenzi wake unaendelea. Na hii ya kutoka Uvinza kwenda Msongati nayo yenyewe. Na yenyewe kwenye mobilization. Kwenye design tuseme, wanafanya designing nini kwa sababu kwanza ujenzi kabla hawaja nini. Kwa makadirio tunaweza tukakamilisha kufika Mwanza lini? Kufika Mwanza contractual. Kimkataba. Tutakuwa tumeshaunganisha kote by 2027. 2027. Na kutoka Tabora Kigoma ni 2028. Kwa maana ya ukamilishaji ujenzi zinazoendelea kimkataba zitakuwa ziisha by 2028. Yes.
Mpaka sasa hivi tumetumia kiasi gani cha fedha, na mradi huu wote ukikamilika wa reli ya mwendokasi mpaka Kongo, tutakuwa tumetumia kiasi gani cha fedha? Yes, kwa sababu ya Kongo hatujawadi, siwezi, kwa sababu huwa either tuna negotiate au wanakuja watu wanashindana. Kwa hiyo ya kutoka sasa pale Msongati kwenda Kitega Kindu, lakini kuna zingine ambapo unapokuwa na design tunakuwa na price ambayo hatuwezi kukuambia. Lakini kwa maana ya kila ambacho tumesaini mkataba, ndio naweza kuzungumzia hicho. Contractual tulicho sign mpaka sasa hivi ambao nimezungumza ni kama around kama dola bilioni 11.9. Bilioni 11 plus ambao ukiconvert katika pesa za Kitanzania ndio unapata trilioni 29.58. Yes. Basi na exchange rate tutakayotumia. Lakini kumekuwa kuna changamoto za hapa na pale ambazo zinaripotiwa. Mara nyingi watu wanaripoti kuhusu abiria kushindwa au abiria kukwama. Inatumika abiria wamekwama, abiria wa SGR wakwama, inatumika sana hivyo. Matatizo mengi yamekuwa yakiripotiwa ya abiria kukwama, aidha kwa muda wa kuondoka kuahirishwa au kushindikana kabisa. Na taarifa imekuwa kama haitoki kabla. Kwa taarifa zinatoka kama zimechelewa. TRC inakuja kutoa taarifa baadaye nini kilitokea. Mmebaini shida ni nini, lakini mnajipangaje kwenye kuboresha utoaji wenu wa taarifa ili wao unatoka mapema badala ya kuja kutoa taarifa baadaye? Kitu kimoja ambacho kwa Watanzania wenzangu waelewe ni kwamba kwanza hatujawahi kuwa na treni ya umeme. As much as tunapokuwa na hizi challenge, ni vizuri ku appreciate ya vijana. They are doing their best. Najua reli hakuna mtaalamu mwingine wa reli. Ni sisi ndio wataalamu wetu. Sisi ndio wataalamu wetu. Kama ni mamba, sisi ndio mamba wenyewe. Kwa hiyo ni vizuri ku appreciate vijana, they are doing their best kuhakikisha kwamba jambo hili kubwa nchi, kitu ambacho is very interesting. Katika Afrika nyinyi mnaweza mkafanya research yenu. Haipo nchi yoyote iliyodea kuendesha wenyewe. Sisi wa Tanzania tumedea kuendesha sisi wenyewe. Wakina Kadogoso unavyoona hivi. Wengi ukuta kama kajenga Mhindi wanampa Mhindi. Kama kajenga Mchina wanampa Mchina kuendesha. Kama kajenga Mzungu Lakini sisi tumedea hiyo. Kwa hiyo it's a big price kwa sababu through hizo challenges tuna build up muscles na kupata experience. Tulikuwa na challenge ambao zimekuwa zikijitokeza. Na ni vitu vya kawaida tu. Ukizungumza kwamba hizo challenge hata kwa wenzetu kwa wanazipata. Ya kwanza, unakuta kwamba kuna umeme na tripping za umeme ni kitu cha kawaida kwa sababu ni vitu vya technical. Na watu wanaenda na fix hitilafu ndogo za umeme. Yes, wana fix. Na hizo mara nyingi kwa sababu watu unakuta wanazungumzia TANESCO. TANESCO ni sisi sio kama na watetea. TANESCO nitakuelezea hapo mbele. TANESCO wamekuwa wazuri sana kwetu. For the past 9 months wamekuwa wazuri sana. Tunapata umeme vizuri sana. Lakini kuna vitu ambavyo ni technical ndani. Na trip watu wanaenda wanarekebisha. Kwa tunaendelea. Kwa hizi technical problem uwezo nikakaa hapa nikamwambia Watanzania hii kitu haitatokea. Nitakuwa nadanganya. These are the things cha msingi. Tunapokuwa tunapata hizi challenge tunajitayarisha vipi kukabiliana nazo. So that's how we learn. Kama kuna kitu fulani okay tulijifunza hapa, lakini kuna vitu vingine tunajiongeza na sisi. Okay, kama inatokea kitu tunakuwa na ile wanaita nini preventive maintenance. Yani una foresee vitu kabla havijatokea na nini. That's come through experience unapopata matatizo. Kuna swali lingine ambalo tulikuwa tuna experience la umeme kukatika. Tume experience mara mbili kwa TANESCO. Kuna mara ya kwanza nafikiri grid yetu ile ya kutoka bwawa la Nyerere ilipigwa na radi. Grid yote nchi nzima ilikuwa ni tatizo. Mara ya pili nafikiri itokea hitraf nafikiri kaskazini huko kuna umeme nafikiri wanauza na nchi zingine za jirani kutokea hitraf kule ikaleta tatizo. Hii ya kwanza ilienda kidogo kama more than 60 minutes. Hii ya pili ilikuwa kama half an hour. Hayo ndio matatizo ambayo tulipata kutoka TANESCO. Otherwise mengine yanakuwa ni matatizo ya kwetu. Kuna wakati tulipata technical issues za locomotive. Na mara nyingi kama najua umesafiri na sisi. Kama unakuwa una observe, unaweza kukuta kuna vichwa tunaweka pale Morogoro. Wakati mwingine Ngerengere unakuta kuna kichwa tumeweka. Kuna kingine hapa Dar es Salaam unaweza kukuta iko viwili. Ukienda Kilosa utakuta kuna vichwa vya tumeweka. Lakini ukienda Dodoma even kwa sababu ya kuforesee kwamba in case of anything happen
na we have to lazima kufikiria kwamba jambo it can happen. Inatupotokea mnapeleka kichwa kingine kinaendelea na safari, then you sort it out. Kwa wenzetu the technology imesha develop sana. Kuna huge development ya technology. Kuna mpaka sasa hivi locomotives zinazotumia umeme na battery, umeme na mafuta diesel. Kuna zingine zinatumia umeme na hydrogen, ambao na sisi tuko beyond. Tulishafanya procurement, by the way, it's just a matter of time. Tutapata vile vicho kwa ajili ya kusustain unapokuwa kuna shida kama hii ya umeme inapotokea, ambao ni very rare. So nimekuambia mpaka sasa hivi for the past almost 9 months tumepata mara 2 tu hitilafu. Ukacha zingine hata umeme unakuja mwingi, alafu na trip ile kidogo nayo sio nzuri, kwa sababu zile locomotives zetu zilizotengenezwa zimetengenezwa kujilinda. Sasa kuna lingine ambao tulipata wakati kidogo mgumu, especially kuanzia mwezi wa 9, wa 10, wa 11, tukaenda mpaka mwezi wa 12. Watu wanaenda kuiba. Wanaenda kuiba yale manini. Nafikiri mlikuwa naona kwenye taarifa. Watu wanaenda kungoa yale makopa yale tani 26. Yaani mtu anaenda na fuso kwenda kuiba. Wizi wa nyaya zile. Yes. Kwa unapozungumzia tani 26 unajua hiyo ni mzigo. Yaani mtu kaja kununua. Kumekuwa kuna taarifa kwamba mipango kama hii ya wizi wa nyaya hizi za SGR inaratibiwa na baadhi ya watu ambao wanahusika na biashara ya usafirishaji, kwa sababu wanaona kama uwepo wa reli hii ya mwendo kasi inaathiri kwa kiasi kikubwa biashara yao ya usafirishaji, na specifically watu wa mabasi, kwa sababu wizi kama ule wa mtu kwenda na lori kusomba nyaya inaonekana kabisa sio mwizi kibaka au mtu ambaye anaenda kuuza sehemu fulani hivi. Mmebaini ni kina nani au wanaohusika na kuhujumu miundombinu ya reli? Sasa specific mabasi, nafikiri mimi nataka tuzungumzie wezi. Tulio kama sisi ni wezi. Sasa kama ni ndugu zangu, lakini kwa sababu najaribu kwenda pale kwa sababu najua uwezi kuzungumza jambo ambalo huna evidence nalo. Lakini sisi kama sisi ni wezi. Nimewaambia kwamba kuna sehemu zingine watu wanafikisha wanaiba lori tani 20. Kwenda wanangoa zile. Unakuta kilomita karibu 50 wamengoa zile kopa. Na bahati mbaya sana kuna baadhi ya vijana ambao walikamatwa ni wale ambao walihusika kwenye ujenzi. Sasa ni swala la uzalendo hili, kwamba mtu amekuja akajenga, akapata pengine pesa, pengine kanunua kajumba kake, anarudi sasa. Kwa sababu zile nyaya zimezikwa kule chini. The only person ambaye anaweza kujua ni yule ambaye aliyeshirika kwenye ujenzi. Kwa hiyo walikuwa wanangoa yale makopa yale. Wanaenda kuuza. Kwa hiyo sasa vyombo vyetu vya usalama tunawashukuru sana. Vyombo vyetu vya usalama kwa ujumla wamefanya kazi nzuri sana. Na wewe unaona kama sasa hivi nafikiri unazungumzia zaidi kwamba trends zimesimama, zimefanya hivi, unapozungumzia mambo yaliyopita hata miezi 4 5 iliyopita. Amini 3 hata 4 iliyopita. Vyombo vyetu vya usalama hili kitu wamelichukua extremely serious na kutafuta wale kabisa ambao wanunuzi na anayeuza wote mko kwenye shida. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba technical things will happen. The most important thing lazima tuwe prepared kwa namna ya kuhandle. Na kupush vijana wengi zaidi kujifunza. Kwa mfano sasa tunapozungumza kuna vijana wako Korea, vijana wako China, wanaboresha ujuzi wanajifunza. Very soon nitapeleka tena vijana wanafikwenda South Africa kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu wenzetu wameanza kidogo muda mrefu. Kuna wenyewe na trend za umeme, wana trend za diesel. Miezi michache iliyopita nilipeleka vijana India, including na mfikiri mmoja hapa nimekuja hapa engineer, wakaenda kujifunza. That's the only way unaweza ukahakikisha kwamba hii project inakuwa sustainable. Hakuna ujanja. Yaani mambo ya teknolojia, brother. Yaani hakuna ujanja na kuwa na motivated kuzungumza affirmation. Hakuna. Tutayarishe watu ambao watakonini. Watahandle mambo ya technical yao. Naam, tunazungumza na Masanja Kadogosa, mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli hapa nchini, na tulikuwa tunazungumza hapo kuhusiana na hitilafu za hapa na pale ambazo zilitokea kipindi cha nyuma, na Watanzania wana kawaida ya kuchukua jambo ambalo liko serious alafu wanalilainisha kidogo. Nilikuwa naona wakati fulani wakati imezungumziwa kwamba ngedere na bundi inaweza kawa ni chanzo cha hitilafu hiyo, wakawa nasema basi tutenge bajeti nyingine ya kuondoa ngedere wote na bundi kwa sababu watakuwa wanaiathiri treni mara kwa mara. Wanyama kama hao wana athari ya moja kwa moja kwenye
kuisimamisha. Yes, wanaathari. Na watu nafikiri kama wakitaka I'm very sure if you Google unaweza kukuta kitu kama hicho. Wenzetu wameshakuja na teknolojia, kwa mfano Astro, wana teknolojia kabisa ya kudeter wale wanyama kwamba kanao kwa shocked wanarudi. Wakisogea wakisogea. Na kwa mfano ukienda kuanzia Mkata stretch ya kilomita 80. Tuna elephant fencing. Hiyo ni tofauti kabisa, ni ya umeme kwa ajili ya kuzuia wanyama wa porini. Sasa tulikuwa tunazungumzia kwa mfano popo. That is really kwa sababu wale wakisha unajua I can understand why the people wanakuwa wanafikiria vitu hivyo. Kwa sababu unajua utafikiria tu pale kukishia kwa sababu ufahamu wako unalifahamu vipi? Wanaona kama Mwenyezi Mungu alivyotumba, yani you can think what you have. Uweze kufikiria kitu ambacho kipo kichwani mwako. Hata mimi sio kama ni mjanja sana, ni kwa sababu niko kwenye hiyo sector. That's why I can think that way. Wale kwa mfano nilikuwa na picha nitaweza kukuonyesha kwenye simu yangu nayo hapo. Let me show something here. Kwa sababu wa Tanzania wakisikia bundi angalia kitu afu wanaona kama mnajitetea sana. Unaona kitu gani hapo? Huyu amepigwa shot. Alienda kunini? Nafikiri amekatikatika. In fact alikwenda akajistai kwenye zile catenary zile. Akisha staki ile unajua ile pantograph inaokuwa na kagusa kale. Kandi uko kuchukua umeme. Kakigusa hakuna pale nini maana yake train lazima isimame. Na ile kitu ni hit trap inaleta kama short, lazima muiondoe ile. Kwa ukiangalia wizio walienda walitafuta mpaka tukajua kwamba yuko sehemu fulani. Kwenye system zetu inaweza katuonyesha kwamba area kati ya kilomita labda 70 mpaka labda kuanzia 73 mpaka 74 ndio ilipotokea. Kwa inabidi watu wakatembea waangalie catenary zile washushe. Kwa this is really. Na kuna teknolojia ambayo wanatumia hivi vitu hivi kwa wenzetu kwa ajili ya kudeter. Na sisi tutafunga tuko kwenye mpango wa kuboresha sasa ili kudeter wale nini wale wanyama. Tulikuwa na wakati mgumu sana hapa kwa crossover hapa Pugu. Ile kwenye ile mlio. Kulikuwa na ngedele wengi sana. Na wale nafikiri kwa sababu na wenyewe kama binadamu hawajui hii kitu. Kama ambao sisi tulikuwa tunashangaa na wao wanashangaa. Kwa hiyo walikuwa nafikiri kwamba they can go there kuwa na rukaruka nini. Wakienda pale wananasa. Sio kuna umeme. Ikisha nasa ile there's no way kama imestaki pale ile train ikija itapita pale. Kwa sababu inagusa ile umeme. Unajua umeme tunaotumia ni kwenye catenary. Tuna transmission line zetu lakini tuna transformer ambayo transmission zina kV 220. Transformer zetu zinapunguza mpaka 25. Tunatumia si umeme sio mkubwa sana. 25. Sasa kwa hiyo unapotoka kwenye transformer zile tunaingiza kwenye kitu catenary. Zile nguzo zile unazoziona njiani zile na nyaya zake zile za umeme. Zile zinakuwa za moto. Lakini sasa ili train iweze kupata kuna kitu kinaitwa pantograph. Kuna kadude fulani unaona kama kanatembea. Kale kasipogusana na ile kitu train haiwezi kwenda kwa sababu ni kama vile ni mafuta yake. Hatuna inatumia umeme. Sasa that's ni kitu ambacho sio kigumu sana. Kwa hiyo you could see this is really. Yaani huu ni ndege huyu. Lakini inaweza katokea kwa mnyama, inaweza katokea kwa bundi. Tutarudi hapa baada ya dakika 1.5. Mimi Charles William niko hapa na Masanja Kadogosa, bado tuna muda wa kutosha kuzungumza kupitia One on One ya Wasafi TV. One on One with Charles William. Yes, bado tupo kwenye One on One, nazungumza na mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli hapa nchini Masanja Kungu Kadogosa, na uzoefu wake kwenye shirika la reli ni mkubwa sana. Tulikuwa tunazungumza hapo mwanzo kutoka mwaka 2015 upo kwenye jukumu la kusimamia, na sasa hivi 2025 miaka takriban 10 imetimia. Umekuwa ni uzoefu mkubwa sana wa kufanya kazi kutoka kwenye shirika lililokuwepo mwanzo na muundo wake mpaka huu wa sasa hivi. Na kuna changamoto nyingi sana ambazo zinaripotiwa kwenye shirika la reli, na nitaka tuanze kuzigusa baadhi yake. Mojawapo ambao linazungumzwa mara nyingi, inaponyesha mvua kuna simama baadhi ya shughuli za reli. Kwa sababu mnasema mvua inasababisha treni isiweze kutembea. Sehemu zingine duniani watu wanasema treni zinaendelea na safari
taarifa za kusimamisha treni zinakuwa zipo zaidi Tanzania. Hili kwanza mnalitathmini vipi? Kwa sababu limekuwa likitokea mara kwa mara na mvua zinanyesha kila mwaka. Tunafanyaje? Kwanza umeanzia kuzungumzia kwamba nimekuwa nimekuwepo pale kwa miaka kadhaa, namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini vivyo namshukuru Mheshimiwa Rais kwa imani yake kwangu, kwamba ameona kwamba namsaidia kwenye sekta hiyo ndogo consistent kuacha kwa muda huo. Najua namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini namshukuru Mheshimiwa Rais vile vile kwamba kwa imani yake kubwa. Sasa nafikiri sana unalifaa ile treni yetu ya zamani. Treni yetu ya zamani kwanza ujue na miaka zaidi ya 150 imekuwepo pale. Na wakati wanajenga Wajerumani hawakuwa na teknolojia kama tulionayo sasa hivi. Kwamba tunaweza kaenda kwenye mlima tukapita chini ya milima almost labda mita zaidi ya 70 kwenda chini, mnapita chini kule. Tunaweza tukapasua katikati ya mlima tukafanya ile wide ile tukafanya protection, kwa sababu unaweza kufanya ukapasua katikati hapo mawe yakarudi ni safety. Kwa hiyo hakuwa na teknolojia hiyo Wajerumani. Sio kwamba walifanya kwa makusudi. Na ukiangalia katika ujenzi wao, reli yao walifuata contour. Na wazee ukikutana wazee kama mzee Profesa Kabudi, Mheshimiwa Waziri, watakupa historia nzuri sana namna walivyojenga. Na walikuwa wanafuata njia za watumwa kwa wanapita. Lakini basically kijiografia ukiangalia walivyokuwa wanajenga, kuna kitu inaitwa contour. Jamani tumesoma jiografia, contour Yaani unafuata mienda ile ya nini? Ile what do you call it? Unaita nini ile? Wanafuata ile nini ile mto unapokuwa unapita kwa wanafuata, kwa sababu mto obvious hauwezi kupanda kwenye milima. Kwa hiyo is easy kwa wahitaji kuchimba mahali popote. Kwa wanafuata mito. Kwa hiyo ina attract kwamba kunapokuwa na maji yanapojaa obviously treni nini wana mafuriko yanasababisha treni na treni haiwezi kupita kwenye maji. Ilivyotengenezwa haiwezi kupita kwenye maji. Lakini yote haiko safe treni kupita kwenye maji. Hii treni mpya SGR yenyewe hakuna namna itakuwa inaathirika na mvua. Ndio maana unaona tumepasua, kwa mfano ukifika kwa mfano maeneo ya Crosser, nilipokuwa tunapata shida sana pale. Stretch ya kilomita 120. Tunafuata mto. Tumepita milimani. Tukaacha. Treni yetu ya zamani ukipita pale unaiona kabisa inafuata mto. Na ndio maana ile maji yanakuja yanapiga Kwa hiyo basically ninachoweza kusema ni kwamba designing ya reli yetu ya zamani ndio inayosababisha haya matatizo yote tunayoona. Wenzangu wamejitahidi kufanya walioweza kuyafanya. Zamani kabisa Wajerumani walikuwa na mabwawa yao walikuwa na mabwawa wametengeneza. Kwamba yale maji yanapokuja yako kama 6. Kwenda mengine yanaenda mpaka Manyara kule. Yanapokuja yale maji yanaingia kwenye mabwawa, halafu then wanakuwa wanayaachia polepole. Kwa hiyo maji yanakuwa controlled namna ya kwenda. Baadaye yale kutokana na saltation au mabadiliko ya nchi, ambayo is really. Unajua watu wanapozungumzia Mheshimiwa Rais kwa very passionate about environment, mazingira, kutunza is really. Kwa hiyo yale yakuja saltation kupita mchanga yakawa hayapo tena. Kwa hiyo maji yanapotirika kule kutoka Manyara kule, mengine yanatoka Iringa kwenye milima kule, yanakuja kama yalivyo. Na hayako control. Ndio maana ukuta yanasomba ile treni. Nafikiri ulisikia kwamba kuna wakati tulifunga operation almost miezi 4. Tulikuwa tumefunga kabisa operation. Kwa hiyo kwa maana ya treni yetu ya sasa hivi hatuwezi ku-experience hiyo kitu. Mvua haziwezi. However, kwa sababu unajua tunapofanya interviews ni live. Watu wanakuwa halafu baada ya miaka 20 wanaanza kuambia kadogo asiwesha kuwa mtu mzima sasa mzee. Hapo wanakufuata huko kijijini. However, design yetu tumedesign reli ya miaka 100. Sustainability yake itategemea vitu vikuu vitatu muhimu sana. Cha kwanza kuwa na vijana wa kutosha. Wa kuweza kuiangalia reli. Proper maintenance. Continuous maintenance. Maintain. Hata majengo yetu yale kuya maintain vizuri. Cha tatu utunzaji wa mazingira. Sasa mnaweza mkao madaraja, kwa sababu tumepita kwenye mito mingi sana. Madaraja yetu yanaonekana marefu. Lakini kusipokuwa na utunzaji mzuri wa mazingira, baada ya miaka 20 inayokuja au 30, inawezekana riverbed ikaanza kupanda juu na ikaonekana madaraja ya SGR hayafai tena. Na mkashangaa siku moja mnaamka maji yanapita juu ya daraja. Na treni za umeme haiwezi kupita. Kwa hiyo mnaweza mkakuta mnasimamisha treni hata kwa wiki nzima.
Why? Kwa sababu kuna maji yanapita juu. Kwa hiyo ninachosema hivi ni kwamba tunapozungumza kwa tumedesign treni ya miaka 100 inayokuja, kuna hizo assumption kwamba mtakuwa mna train watu wa kutosha na ku maintain, kwa sababu watu wenyewe wanazeeka. Ndio. I can tell you a very good story. Mimi wakati nateuliwa kuja huku, nilikuta civil engineer, lady civil engineer 4. Na ikabidi nikatafuta mzee mmoja kwa mzee Asei alifariki baadaye, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi. Nikamuomba, alikuwa amesha staff. Nikamuomba arudi. Kwa nikawa na maengineer wa civil engineer, lady civil engineer kama 5 hivi. Kwa taasisi ambayo ilikuwa na only civil engineer ni 60+. Kwa hakuajiriwa watu hapo katikati hapo. And then you're wondering kwa nini lady ilikuwa na mechanical engineer sidhani kama alikuwa anafika hata 10. Kuna watu walitarajia kwamba kwa sababu tunajenga SGR tutaachana na ile reli ya kizamani. Lakini inavyoonekana mnaendelea kutenga fedha kwenye reli ya ile ya kizamani na hii reli mpya. Kwa nini tunaenda nazo zote mbili? Kwa sababu ile ya zamani watu wanaona kama imepitwa na wakati, na hata watu wa Arusha na Kilimanjaro wanatarajia labda huko mbeleni mtawapelekea na wenyewe SGR. South Africa wana Cape Gauge, wana standard gauge. Ukienda South Africa wana train ile ya mjini yao nini, inaondoka si kutoka wapi kwenda. Ukienda India wana meter gauge na wana gauge nyingi tu, wana broad gauge, wana meter gauge kama ya kwetu ya koloni hii, wana standard gauge. Ukienda Australia wana meter gauge, wana standard gauge. Ukienda Japan wana Cape Gauge, wana standard gauge. Unajua uwekezaji wa treni ni pesa nyingi mno. Uwezo kusema kama unaweza kuondoa tu treni nini reli kwa mapesa mengi yamewekewa pale. Na watu wangetamani hata kuchukua chuma chakavu wakagawana hizo reli. Ni uwekezaji mkubwa sana. Kwa sasa hivi nchi nzima network ambayo inatuunganisha, kama unaweza kufika Arusha, ukafika Katavi, ukafika Kigoma, ukafika Mwanza, ni meter gauge. Hujawahi kuona material za ujenzi wa reli zikipita kwenye barabara. Sinaenda na treni yetu sasa hivi. Hata kusini, by the way, si haiko mbali sana. Kwa kwamba watu wa kusini kujenga. Sisi tushafanya study tu nini, ni kitu ambacho is just a matter of time. Of course, kwa sababu lazima tuende kwa awamu. Huwezi kufanya hata wakoloni wenyewe hawakwenda kwa haraka kiasi hicho. Lakini kuna proper plan ya kujenga reli ya kutoka Tanga inakuja Moshi, Arusha. Na Arusha pale kuna yale machimbo ya Ingaruka, tunaenda all the way na Mbamba kwenda Karatu, inakuja huku kwetu huku Maswa, inakuja Simiyu hiyo, inaenda all the way mpaka Bunda, tunaenda mpaka Msoma. That's ni plan ambayo ipo pale na study tumeshazifanya. Kwa hiyo ni swala ambalo ni just a matter of time linakuja. Hata watu wa kusini the same thing. So lazima tuwe na network pana kutokana na jiografia ya nchi yetu, network pana. Lakini tuna lingine ya kutoka Ruvu Junction inaenda all the way mpaka Mruwazi, Korogwe, Tanga. Hiyo standard gauge sasa hiyo. Then from there inakutana ile ya kutoka Tanga, kwa kutakuwa na junction pale ya kwenda sasa kwenda Arusha. Watanzania wengi wamekuwa wakiona ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Anasema TRC imepata hasara ya bilioni 224 na CAG anaeleza kwa mfano kwenye dokezo la ripoti yake ya mwaka huu, anasema mwaka uliopita wa fedha 22-23 mlipata hasara ya bilioni 102, lakini 23-24 hasara imekuwa bilioni 224. Watanzania wanapata hofu huku kwamba shirika hili la reli ambayo tulikuwa tunatarajia liwe linatengeneza faida linazidi kupanua wigo wa hasara. Ambacho ni muhimu sana kwa Tanzania wajue, ripoti za kihasibu is a professional reports. Na ndio maana mtu anayetaka kwenda kuwekeza anakuwa na wataalamu CPA wanaoitwa CPA, sio kina nani wanafanya analysis, proper analysis, then ana kwa it's not like sio chakula chepesi kuconsume. Lakini report inapokuja toka hivi you read ulichokiona, pengine bakia katika ufafanuzi. Sasa ukiangalia katika hata loss iliyozungumzwa ile, ukiingia kwenye analysis zake
unaweza kukuta almost more than 70% ya zile it has nothing to do with the trading, yani zile operations za kwetu. Ni accounting treatment, kwamba hiki unatakiwa labda una asset ambazo ziko kwenye, labda una madeni yako kwenye dola, umetokea exchange rate fluctuation, hakuna movement ya pesa yote ile, lakini unaambiwa kutokana hii bilioni 35 ni exchange loss. Au unaambiwa kutokana hizi hapo unatakiwa ufanye provision, mambo ya taxes ku anticipate utalipa kiasi gani, bilioni hata 100. Kwa hiyo ni quality ya loss ile ndio inaweza ikakupa ukasema okay. Kwa hiyo mimi kitu ambacho naweza kukuambia ni kwamba shirika la tuko vizuri sana. Na hata ukiangalia katika loss in real sense actually, kwa mfano ukija kwenye real operating cost, tumecut down by real operating cost, acha depreciation is within, tumecut down loss by almost by 50 billion. Yani ile gharama za uendeshaji tumezipunguza almost by 50 billion. Na nilikuwa nafikiria, kwa sababu sijafikia sehemu tutawaita waandishi wa habari kuja kuelezea performance ya taasisi. Kwa hiyo mimi unaweza kuniambia ni kwamba kama TRC quality ya tunavyokwenda tunaenda vizuri sana. Labda CAG alikuwa kwenye dokezo lake alikuwa anasema hasara inatokana na kupungua kwa mapato ya usafirishaji yanayotokana na uhaba wa vichwa vya treni. Labda hili limekaaje? Na lingine nafikiri alianza na ile ya kwamba kwanza tulifunga kwa miezi minne. Kwa miezi minne kutokana na mvua nyingi. Then akaja mambo ya uhaba wa treni, lakini vivyo ujue kwamba vile vile unapopewa project, kwa mfano unapopewa project yetu ya handover kwa ajili ya kwanza operation, mnaanza kufanya amortization ya cost hata kabla mnaanza kuingiza revenue ya SGR. Kwa kuna part ya depreciation actually zinatokana na SGR. Kwa zimeingia lakini revenue haijaja kuingia. Lakini kitu ambacho ninachotaka kusema ni muhimu sana hapa tukawa careful. Kwamba it doesn't mean kwamba tukishaanza kuingiza revenue za SGR kwa watu wategemea tutaanza kutengeneza faida. Ni kitu kimoja hatari sana, kwa sababu ukiangalia SGR studies tulizozifanya, tumefika Kigoma, tumefika Mwanza, payback period yetu ni miaka 15. Payback period yetu. Hicho ni kipindi ambacho tunaweza yani tumeshamaliza ujenzi zote, tuko full operation. It will take us 15 years tulikupa wa money. Kurudisha fedha zilizotumika. Lakini kuna kitu kinaitwa break even. Break even it will take us between miaka 5 mpaka miaka 7. Na hapo tutakuwa tuna move tani milioni 3 plus. Sasa hivi hata tani moja tuta move, unaanza ku anticipate kutengeneza faida. Kuna story moja nzuri sana. I think you will like it. Elephant. Ndovu au tembo. Kwa sababu tembo watu wengine wanazuia tembo. Unajua mimba yake anachukua muda gani? Ni kama miezi kati ya miezi 18 mpaka 22. Karibu miaka miwili. Miaka miwili. Puppies, wale mbwa wadogo wale nini? Wanachukua muda gani? Kama siku 63. Sasa tembo au elephant akipata mimba leo na papi akapata mimba leo, akajifungua papi baada ya siku 60. Alafu Mwenyezi Mungu bahati mbaya sana siku ya 64 akakuchukua. Utaenda kwenye grave ukijua kwamba tembo hazae. You see that one? Naomba hiki kitu muende nao vizuri sana. Kwa sababu umekufa kabla hujaona mtoto wake. Yes. Kwa hiyo utakuwa umeenda kwenye grave ukijua kwamba tembo, au kimjudge base ya papi utajua kwamba huyu hazae. Investment kubwa kama hizi hakuna duniani unaweza kuwekeza leo, kesho unasikia utaanza kupata income. It will never happen. Hiyo ni zaidi ya uchawi. Mkurugenzi, unachokisema ni kwamba sasa hivi tupo kwenye kipindi cha uwekezaji. Exactly. Ambazo Watanzania wataona sana hizi taarifa kwamba kuna hasara hii na ile, lakini mnacho kipindi ambacho mmekadiria kwamba baada ya hapo ndio faida itaanza kutengenezwa. Ni kama mtoto amezaliwa anataka aanze kukimbia kesho. Haiwezekani hiyo kitu. Haiwezekani. Na hakuna mfanyabiashara yote mkubwa, na hivyo unazungumza na wafanyabiashara wakubwa hapa, ambaye anaweza kuambia uwekezaji mkubwa huo, forget about trillion hizi tunazoweka hizi, hata labda trilioni hata 10, trilioni hata 1 tu,
kwamba unaweza kaweka pesa zako sasa hivi halafu tomorrow you start making. Now kuna kitu kimoja ambacho very interesting. Hatuna feasibility study inayoishia Dodoma. Feasibility study yetu inaishia Mwanza, ndio kwenye mizigo. Feasibility study yetu inaishia Kigoma, ndio kwenye mzigo. Inaishia Msongati, ndio kwenye mzigo. Na hii ni kitu kimoja cha kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa na maono hayo mapana, kuangalia picture kwa upana. Kwa sababu angeweza kusema tunaishia Dodoma, imekwisha, mtu mwingine atakuja endelee. Ndio. Lakini ingekuwa as good as white elephant, kwa sababu kama ukiishia Dodoma mwekeza trilioni karibu zaidi ya 7. Inawezekana politically ikawa ni jambo zuri sana na ukasifiwa, lakini kiuchumi haitakuwa nzuri. Labda Tanzania pia ukiwafafanulia, kwa sababu kuna wakati walikuwa wakisikia taarifa za mgogoro kati ya TRC na kampuni ya Eurowagon kutoka Uturuki kwenye uagizaji wa injini na mabehewa na kadhalika, na wakaa kama wametishia kwamba watawapeleka mahakamani kwa sababu mlikuwa kama cancel order ambayo mlikuwa mmeitoa hapo mwanzo. Mgogoro wenu wa TRC na Eurowagon umemalizika vipi? Kwanza, kitu cha kwanza ni kwamba it's true kwamba tulikuwa na shida na Eurowagon. Eurowagon ni kampuni ya Kituruki ambao tulikubaliana, unajua wakati tunaanza ule ujenzi kulikopo na ucheleweshaji kutokana na hatua za kimanunuzi. Tuliona kwamba inawezekana ujenzi ukaisha kabla zile rolling stock zetu mpya hazijafika. Kuna maamuzi kabisa, maamuzi ambayo ni intentional, kwamba tutafute angalau few passenger coaches au mabehewa ya abiria machache na vichwa hata viwili, ili kwamba tutapokuwa tunakabidhiwa reli yetu au reli yetu ile, tupate vifaa vya kuanza navyo. Kwa sababu unajua kama ukishakabidhiwa kuna kitu inaitwa liability period ina kick in. Sasa liability period ni wakati wa uangalizi, kwamba kuna daraja inaweza kuwa na shida au kuna kitu fulani. Sasa ile uwezo ukaiangalia kwa macho, lazima upitishe treni, sipite treni. Kisha pita treni ndio unaweza kuona kama madaraja haya yako imara, makalavati yako imara. Kwa hiyo ni lazima kama nchi ni lazima tuwe na maamuzi, either tununue ready made ambao tukuzipata au tununue few rolling stock ambayo ni used. Kwa hiyo tuka approach au Eurowagon. Sasa Eurowagon tumefika sehemu tukashindana nao. Wanasema tutadeliver kesho kutwa hivi na hivi na hivi. Yes. Kwa hiyo ni mkataba tu. Unajua mambo ya mkataba. Bahati nzuri unajua vitu vyote hivi kwenye mkataba viko very clear. Kwamba usipofanya, hata tusingefanya upande wao angechukua action yeye pengine. Ni kwamba amefanya yeye, tumechukua action. Kwa hiyo tuka cancel contract na yeye. Ya kufanya. Sasa ana tishia sio ataenda mahakamani. Sasa nikutisi uende mahakamani. Kama your contractual right, yani una haki ya kimkataba, kama umeonewa unaenda mahakamani. Na bahati nzuri arbitrator wetu nilikuwa ni hapa National Council. Angeweza kuja hapa kufungulia kesi hapa Tanzania, akatushtaki. Na ni kitu cha kawaida. Kwa tulishamalizana nalo, lakini bado bahati mbaya sana wanatumia sana media. Sasa simuende. Why do you want to utakuja Wasafi? Si unaenda si Jamhuri au si unaenda si unazungumza kwenye social media, wewe ni haki yako, unaona umeonewa. Nenda mahakamani. Na sisi tumwambia kama tumeonea nendeni mahakamani. Tutakutana huko. Sasa mwaka wa 3 wa 4 wanapiga maneno. Mbunge Joseph Kasheku Msukuma nilimsikia ndani ya bunge. Unaanza kunichonganisha sasa. Akiwa anashangaa, anasema amesafiri sehemu nyingi duniani, hajakutana na wahudumu wengi kama wahudumu ambao wapo kwenye SGR. Kwa anasema akikaa kidogo tu anafatwa kwamba karibu sana, tukuhudumie nini. Anasema mambo gani haya? Kwa sababu huko duniani anakosema alikopita yeye, hukutani na wahudumu wengi kwa kiwango hicho. Wahudumu wanakuwa wachache na vitu kama vyakula watu wanakuwa wanajihudumia wenyewe. Na akawa anaonya kwamba angalieni msije mkalitia hasara shirika la reli kwa kujaza wafanyakazi wengi kwenye kazi ambazo bado hazijaanza kuingiza fedha kwa namna hiyo. Unajua mwenzangu wakati anazungumza haya alikuwa kwenye mazingira ambayo ana protection ya kisheria, kwamba anaweza kuzungumza chochote. Lakini kitu ambacho anaweza kuzungumza, naweza comment, labda ni comment tu. Ndio. Mimi nimekaa ndani ya nchi
nje ya nchi kwa miaka 10. Sio kwamba nimeenda, nimekaa, nikaishi. Ulikuwa unaishi huko. Yeah. Yawezekana kabisa labda mheshimiwa akanazungumzia metro. Kizungumzia metro, treni za mjini zile, metro, light railway au monorail zile zinazopita zile, ni kweli alichokuwa anazungumza. Lakini kama alishaye kusafiri treni za umbali mrefu. Za umbali mrefu, hata ukienda China tu. Utakutana na vijana, walembo, nini wanakuwa na nini wanatoa service mle ndani. Na kuna sehemu zingine unaweza kutada umeweka automated nini, unaweza kwenda kununua kitu kile ukakaa. Na wengine sehemu zingine ukienda nchi zingine wanauza, kwa you just buy it. Nafikiri kwa mfano Korea, nafikiri you buy it. Kwa hiyo normal service ni customer service. Hii ni vitu like na by the way unapokuwa unaweka hivi vitu hata kwenye price zako unakuwa na little to margin kwa ajili ya kuaccommodate watu. Utasafirisha watu hapo wametulia tu mpaka Mwanza au mpaka Dodoma. Kwa hiyo nafikiri ni experience ya aina ya train alizo. Kama amepanda metro, he was right. Sasa na mambo sasa, unajua mtu ukimwambia hapa Mtanzania ukamwambia kuna metro, kuna light rail, kuna monorail, kuna nafikiri watu wengi sidhani kama wanaweza kuona tofauti ya hizo. Lakini kwa sisi ambao tuko kwenye sekta hii, we know the difference. Kwa regional area lazima kutokuwepo na vitu vya kuwafanya watu waweze kukaa. Mtu anasafiri masaa 3, masaa mangapi. Kuna mtu mwingine anataka hiki. Vyoo vile watu wanavitumia lazima visafishwe vile vyoo. Kuna watu nakuja walemavu, inabidi muangalie. Kuna watu napitisha chai mle ndani, wanywe chai. You need to entertain, unajua hii ndio maisha yenyewe haya. Kuna maisha mengine unataka kwenda kuishi mbinguni. Kule mbinguni Mungu naye anawezekana kana utaratibu wake. Lakini hapa duniani lazima tuwe na utaratibu watu wa enjoy. Yes. Kutokana na wingi wa abiria, kwa sababu watu wengi wakitaka kukata tiketi ya treni siku hiyo ni kama unakosa. Treni zinajaa sana. Inatakiwa ukate tiketi mapema. Kuna mpango wa kuongeza idadi ya safari kutoka hizi zilizopo sasa hivi ili kuweza kupokea ili ongezeko la abiria wengi wanaotamani kutumia treni ambao wameachana na magari kwa sababu ya muda mrefu njiani, lakini ndege kutokana na gharama kubwa. Ukiangalia kwa mfano tunaangalia treni zetu, tunakuwa na high peak kama tunahiti mpaka 90% occupancy ya viti vyetu. Wakati mwingine 90+. Wakati wa weekend, yani kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu tunakuwa na high peak. Kuanzia Jumanne mpaka Alhamisi tunakuwa na low peak. Wakati mwingine trends zinaenda mpaka 34%. Yani katika vitu vyote tunapoiona ile only 34%, 45%, 56%. Kwa hatujaelemewa kiasi hicho. It's only labda kwa mfano seasonality hiyo au nini wakati. Sasa hiyo wakati obvious tuna two ways ya approach. Unaweza kuongeza train au unaweza kuongeza mabehewa. Sasa mabehewa yale kwa sasa hivi tunafunga mabehewa 14 kwa kila train unavyoiona ile. Inachukua watu almost zaidi ya 1200 plus. Kichwa kimoja kinaondoka na mabehewa 14. Yes, 14. Lakini technically unaweza kaenda mpaka 15, 16. Hatuwezi kwenda ukitaka potential yake unaweza kaenda mpaka 20. Lakini 20 kiuendeshaji hata kwa speed tunaweza kuruhusu ile speed. Ikiwa na heavy load. Lakini kwenye cave vile vile it's not really advisable kama ukiwa unaenda kwa sababu iko design kwa 160. Na vile vichwa vinaenda mpaka 208. Kwa hiyo kuna vitu vya kiufundi kidogo. Sasa wataalamu ni wengi hapa Tanzania kila mmoja anazungumza. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu ambavyo tunazungumza ndani, most likely tunaweza kuongeza mabehewa kwa badala ya kuvuta mabehewa 14 tukaenda mpaka 15. So behewa moja ukiongeza la abiria wa economy kama watu 78, 79. Ukiongeza la business au loyal kama watu 48. Kwa hiyo nafikiri that's the best option we are having. Kwa sababu ukiongeza train vile vile unajua inaongeza gharama za uendeshaji. Lakini do we have to know watu? Kwa sababu ukiangalia kwa mfano train yetu ya mchongoko ile ya saa 2. Ni wakati wa weekend tu inakuwa inajaa, lakini wakati mwingine nakuta kwamba nini mpaka watu wanasema kwa nini msipunguze nauli? Yaani watu wanashauri wapunguze nauli hizi hapa. They think kwamba tunaweza tukalani ile kitu kwa nini kwa kuzungumza maneno. We need to make money. Lakini vile vile ni lazima tuwe na nini na huo uzalendo kwamba vitu hivi viwe sustainable, lazima tutengeneze pesa.
Nilikuwa naona sehemu moja nazungumzia watu kwa nini mtu akikosa tiketi, kwa nini asiwe refunded pesa. Kwanza tuna option ya mtu kuweza kuingia kama ndani ya masaa kadhaa. Yaani ukimiss yale masaa huwezi kuwa refunded. Lakini ndani ya masaa kadhaa nafikiri una penalty kama sikosea kama 25%. Kwa unaweza ukabadilisha tiketi yako lakini you have to pay. Lakini baada ya hao masaa haiwezi kukuruhusu. Na najua kuna mtu mmoja aliniuliza niambia jamani, umelipa shilingi 13,000 kwenda Morogoro. Haya umechelewa kweli. Siti iko wazi. Si kitu sumtaua sasa hiki kitu. Unataka urudishe. Yaani zile buku 10 zile unataka tena urudishwe 13,000. Kwa sababu umekosa. Lakini ujue vile system imeenda wazi. Kuna mtu struggle kuingia mle, amekosa ticket kwa sababu wewe ulikuwa na hiyo siti. Hapo tunataka ile pesa kidogo unayotupa tukurudishie. Watanzania lazima tu wazalendo. Hadi tutaua hii kitu. Tutaua hii kitu. Kabisa. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Hiyo haiwezekani. Umesema wewe. Kibiashara hilo ni jambo ambalo haiwezekani kabisa kibiashara. Miradi mikubwa kama huu wa reli ya kisasa kwa matrilioni ya fedha ambao unachukua kwa kiasi kikubwa inahitaji utashi wa kisiasa na utayari wa kisiasa. Unaona serikali ya Tanzania ina utayari kiasi gani kwenye kukamilisha mradi huu ukiangalia kutoka pale ambapo umetoka mpaka sasa hivi na watu wakiwa na shauku ya kuona kwamba unakamilika kwa wakati? Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Unajua kwa sisi ambao tunabahatika kwamba tupo ndani huku na tunafanya naye kazi. Kama msemo mteule wake obviously huwezi kusema mradi mkuu kule lazima unafanya naye kazi. Kwa hiyo courage ya kusema sio tu nataka nimalizie. Angeweza kusema tumalizie tusubiri. Mwingine atakapokuja baada ya mimi atakuja endelee. Akasema tunamalizia nilichokikuta lakini tunaanza. That's a big courage. Yani courage moja hatari sana. Unazungumzia political will. Nchi yetu tuna bahati sana. Tuna bahati sana. Nimekuambia nimekaa nje ya nchi kwa almost miaka 10. Na nimetembea nchi, yani hapa Afrika hata nje ya nchi. Bahati yetu ni si kitu ambacho unakisikia kwa watu wengine. Tuna bahati moja kubwa sana. Ukiangalia hii leo unayoiona tunajenga. Unajua historia yake imeanzia wapi? Mtu wa kwanza kuja neno wazo alikuwa Mzee Mkapa. Miaka karibu 30 si tekea iliyopita huko. Mzee Mkapa yeye wazo lake kwa ajenge reli ya kutoka bandari yetu ya Dar es Salaam aende Isaka, aende Rusumo, pale aende Keza, aende Kabanga, afu aende extension ya kwenda Msongati. Afu tena achukue reli apeleke Kigali, afu extend kwenda juu kule Goma kule. Hayo ndio kwa mawazo yake. Lakini bahati mbaya hakuyaanza. Akawa amemaliza muda wake kwa mujibu wa constitution ya nchi yetu, akastaafu. Akaingia Mipango ilibaki kwenye makaratasi. Ikabaki kwenye makaratasi. Akaingia, in fact sio tu ilibaki kwenye makaratasi, it was like a seed, yani mbegu imeshapandwa, inamwagiliwa hapo. Akaingia Mzee Jakaya Mrisho Kikwete. Hii studies zote unazoziona hizi zilipoanza ujenzi wa awamu ya 5 zilifanywa na Mzee Kikwete. Watu pengine hawajui hiyo story. Except moja tu ya kutoka Uvinza kwenda Msongati. Hii amefanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na kuanza ujenzi yeye mwenyewe. Lakini studies zingine zote zimeanzia kwa Mzee Kikwete. Yeye ndo alifanya upembuzi. Alifanya upembuzi ile yakinifu si ku design. Kuna vitu fulani ambavyo tulivibadilisha kidogo. Kwa mfano tuliongeza speed almost double, tukaweka ya umeme. Lakini zingine hizi designing extra nini zilitengenezwa wakati huo. Kwa studies zote tulibadilisha vitu hivyo viwili muhimu zaidi. Mzee Magufuli alichofanya ni kuanza ujenzi. Unaona kitu tunakwambia tuna bahati. Kwa sababu mtu mwingine kwa nini chukua mambo ya Mkapa kule? Kwa nini chukua mambo ya Kikwete? Yaani ingeweza Mkapa naye ameshaondoka basi imeishia hapo. Lakini Kikwete kalipiki hiyo. Kikwete aliacha study, lakini kaja Mzee Magufuli na yeye kalipiki tunaanza ujenzi. Haya Mzee Magufuli iliyotokea 2021. Kaja mama anasema sio tu namalizia. By the way, this is not easy. Kwamba yaliyoanza namalizia. Tunaendelea. Brother, hiyo kitu haitokei kwenye nchi. Kwamba eti niyo akuta ya mwenzangu naendelea. Kwa sababu gani? Naanza ya kwangu.
Kwa hiyo tuna bahati kama taifa. Wakati Rais Samia ameingia madarakani, mradi ulikuwa kwenye hatua gani? Mradi wa ujenzi wa reli ya mwendo kasi. Tulikuwa tunajenga vipande viwili tu. Kipande cha kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro, Makutupora. Cha Dar es Salaam kwenye asilimia kama 80 na cha pili kile cha Morogoro Makutupora kwenye asilimia kama 80, asilimia 50 plus. Ndio alipokuta vile. Ndio mwaka akasema amemaliza. Tukua safari yake ya kwanza kabisa alienda Mwanza kutokea jiwe la msingi. Akaanza kipande cha kutoka Mwanza kuja Isaka au Isaka Mwanza. Akaja waziri wa wakati huo ilikuwa ujenzi na uchukuzi kulikuwa pamoja. Profesa Mbarawa akaja kutuwekea jiwe la Makutupora Tabora. Tuliwekea pale Tabora. Akamwakilisha Mheshimiwa Rais. Akaja makamu wa rais kutuwekea jiwe la kutoka Isaka ya kutoka Tabora Isaka. Tuliwekea pale Kahama. Au Isaka kwenyewe. Then tuna ujenzi ukaendelea kutoka kipande kile cha kutoka Tabora Kigoma. Then tunazungumza sasa kutoka Uvinza kwenda Msongati. Kwa kuna vipande viwili, sasa tunazungumza vipande 7 kwa maana ndani ya Tanzania. Lakini tumepata heshima moja kubwa sana kwamba wenzetu wa Burundi umeamini serikali kupitia serikali yetu kupitia shirika la reli tunasimamia mradi wote wa ujenzi mpaka Msongati. Vipande vyote 8. Kwa hiyo alikuta vipande viwili, as we speak ndani ya nchi tunajenga vipande vingine 7 na cha Burundi 8. Kwa sasa hivi tuna vichwa vingapi vya treni ya kisasa na mabehewa mangapi? Tumepokea vichwa 17 mpaka sasa hivi mpaka end of December. Kwa tumeshapata vyote. Sasa hivi tuko kwenye mpango tena kununua vingine. Mambo ya procurement haya. Tuna behewa 89, 71 yameshaingia tayari. Tuna EMU zile za mchongoko zile 10 zote 10 zimeshaingia. 2 nafikiri bado ziko kwenye majaribio. Kuna testing commissioning. Wanafanya majaribio. Kutakuwa kuna treni za mchongoko 10. Tunazo 10 ambazo zina kila moja ina kazi au mabehewa 8. Kwa hiyo jumla 80. Zote zimeshaingia. Yes. Na hizi zinasubiri kukamilika kwa ruti kamili mpaka kwenda Mwanza. Sio kama zinasubiri ni search kuna safari tutaongeza labda ya kufika Singida au Tabora kabla ya kukamilika kwa Mwanza au mradi mzima tunafanya hizo study kwa sababu unajua hii ni biashara kama biashara zingine. Huwezi ukasema tu kwa sababu tumeshafika kule tupeleke matreni kule. Kwa hiyo lazima tuwe na kwanza lazima tuone kwamba kuna abiria wapo wa kufika mpaka pale na wakishafika pale lazima kuwepo na mabasi sasa ya kuyatoa pale. Labda waende Mwanza, wengine waende Singida. Kwa sababu Singida kutoka pale kama kilomita 100 tu na price. Maana yake mtu wa Singida anaweza kaenda kirahisi sana. Kutoka pale labda hadi inaweza kachukua masaa labda 5 kutoka pale labda another maybe 1.5. Kwa mtu anaweza kutoka Dar es Salaam mpaka Singida hadi labda masaa 6.5 au 7 yuko Singida. Watu wa Mwanza mabasi yakija kuwachukulia pale maana yake anaweza mpaka saa 10 mtu atoka asubuhi hapa saa 10 yuko Mwanza. Ya kwa tunaangalia kuna vitu ambavyo watu wangu wanafanyia kazi. Tukishafikia mahali pazuri then tunaweza tukaanze route, lakini ni kitu ambacho ni mtambuka. Tunahitaji connection hiyo ya watu wakishashuka pale wataenda wapi. Ya kwa sasa hii vichwa ni vichache sana. Yaani tukifika Mwanza, tukifika Kigoma tunahitaji vichwa 100 plus, zaidi ya labda 200 300 kwa vichwa ya operation. Kwa this is just kidogo sana 17 kidogo sana. Tunahitaji vichwa vingi sana toka kwenda. Tunahitaji mabehewa mengi. Hata mabehewa hata 1000. Sasa tunazungumzia sio hata 100 hatujafikisha. Hiyo EMU unazoziona hizi ndio. Tunaweza kuhitaji zingine hata 100 unazoziona hivi. Yes. Treni mchongoko. Treni mchongoko. Kwa Tanzania mapenzi yao na treni mchongoko. Yes. Wakiziona ndo wanaona sasa hapa tunajiona tuko Ulaya. Kwa sababu uliingia shirika la reli ukiwa unatoka kufanya kazi zingine. Kutoka kwenye benki. Ulikuwa umetoka kwenye benki na ukaenda kwenye shirika la reli na pamekuwa pana mabadiliko makubwa sana ambayo yanafanya watu waone kwamba umefanikiwa kusimamia shirika ambalo kwa sasa hivi limekuwa miongoni mwa mashirika ambayo Watanzania wanayatazama kama yana nafasi kubwa ya kubadili uchumi wa nchi hii. Bado unatamani kuendelea na kazi hii shirika la reli au baada ya miaka 10 sasa unadhani
nimefanya kazi vya kutosha, nikipata nafasi nyingine nitashukuru pia, au unaomba kila siku niachwe hapa hapa? No, unajua kwanza ni kweli kwamba nimekuwepo pale kwa muda, na nafikiri vile vile unajua mpango inachukua muda kuanza kuonekana. Ukiwa na mpango na viongozi wakakuamini. Kwa hiyo mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, kama nilivyosema mwanzoni, kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwanza kuniweka kuwa hai na kuona yale ambayo tulikuwa tunapewa majukumu na wakuu wa nchi kwamba usimamie. Lakini namshukuru vile vile sana Mheshimiwa Rais kwa imani yake kwangu. Unajua kukaa kwenye taasisi moja almost miaka 10 si kitu haba. Ni consistent. Unaweza ukaenda kwenye taasisi nyingine, lakini moja inaonyesha ni imani kubwa kwake yeye kwa niaba ya Watanzania. Na kama hayo matokeo mnayaona, basi ndio tunashiba zaidi, ndio uhai wenyewe. Sasa umezungumza kwamba nataka sasa hayo, unajua mimi ni mteule wa Mheshimiwa Rais. Sasa ukiwa mteule ujisemei. Aliyekuteua anafikia anakuwa na ya kwake kichwani. Sasa hiyo nisingependa nimzungumzie Mheshimiwa Rais. Ndio. Yeah. Mwaka 2015 ulitupa karata kwenye ubunge wa jimbo la Bariadi. Ukiwa unapambana wakati ule na Andrew Chenge, mbunge wa muda mrefu wakati ule. Ndio. Na kura zako hazikutosha, lakini ulionyesha upinzani mkali sana kwenye jimbo lile. Ndio ulikuwa mgongoni kwake. Bado ndoto za ubunge zipo kwenye kichwa chako au zimeyeyuka? Sasa miaka 10 iliyopita. Lakini kitu ambacho naweza kusema kwamba unajua katika taifa letu kuna utaratibu. Unajua unapokuwa unafanya jambo, viongozi wanakuamini mahala fulani. Ukifika wakati nafikiri viongozi watazungumza kwamba nafikiri hapa tumekuamini, pengine pametosha, labda uende sehemu nyingine. Lakini nilivyosema kwamba hao sasa ni matakwa ya viongozi wetu. Yes. Kwa wewe kama lakini kama taifa litanituma mahala fulani, sitasema no, kwa sababu nafikiri itakuwa niseme no wakati nakuja leli. Kwa sababu nilikuwa kwenye banking industry, mimi am a banker sio engineer, na unaitwa kwenye kitu kingine kabisa ambao hata sijawahi kufikiria katika maisha yangu. Lakini kwa sababu ni mamlaka inakwambia pamoja wewe ni banker, lakini tunakuona utaweza kufiti hapa. Utii ni kitu kimoja muhimu sana. Unatii, unakwenda. Yes. Kwa nini unazungumza utii wakati tunazungumzia ubunge, ambao ubunge sasa ni jambo la mtu binafsi kuamua kwamba niende ama nisiende? Ama unamaanisha kwamba kama mamlaka zitakuruhusu unaweza ukaonekana kwenye kuania ubunge? Kwenye nchi kuna kujipanga. Lazima ujue kwamba kuna wakati mwingine inaweza katokea ujipange mwenyewe au kuna kujipanga kwenye nchi. Kuna watu ambao wanaangalia strength yako, kwa strength yako hapa nafikiri bado umetosha uende mahali pengine. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukajitathmini mwenyewe itakapofika. Si vizuri kuvuka mto kabla hujaufikia. Ukajitathmini mwenyewe kwamba kwa miaka yote niliyofika, ukamuona labda mkubwa wako aliyekuteua, akamwambia mheshimiwa, katika hili nilikuwa nafikiri pengine lazima nikusaidia maeneo mengine. Sasa hatujafika sasa kaka. Kwa sasa hivi focus yangu kubwa ni kufanya kazi ya Mheshimiwa Rais aliyonipa. Nilikuwa nakuuliza hilo kwa sababu kwenye joto lililopanda kwenye majimbo tofauti joto pia limepanda pale Bariadi, na kwenye kutajwa kwenye vijiwe vya kahawa vya kisiasa, Masanja Kungu Kadogosa anatajwa kuwa miongoni mwa wale ambao wanachama wanazungumza kwamba pengine zoezi litakapoanza tarehe 28 June basi wanakutaja huko. Sasa kutaja, unajua the moment unapo show up mara ya kwanza watu wanakuwa na kumbukumbu na wewe. Na sasa hivi unafikiri uko kwenye reli, treni, najua kila mahara nchi, ukienda hata ukijijini watu wana mambo wanajua SGR. Kwa kama watu wanakuwa na hiyo mawazo ya kufikiria hivyo, tusubiri wakati ufike. Na najua katika nchi yetu tuna taratibu zetu. Hata kwenye pengine chama cha Mapinduzi ambao mimi ni mwanachama, niwe mkweli, sio dhambi kwa sababu katiba ya nchi inaniruhusu. Kina taratibu nzuri sana. Ujiweke mbele. Ikifika utaratibu wakati huo, basi
utaniita tena hapa. Nitakwambia sasa iko hivi sasa hivi. Lakini kwa sasa hivi ni mkurugenzi wa shirika la reli na nimefocus kufanya kazi za shirika la reli Tanzania. Nilikuwa nazungumza na mkuu wa mkoa mmoja lakini akanidokeza akaniambia mimi nishaandika barua ya kuitaarifu mamlaka yangu mapema kabisa. Sasa wewe nafikiri umeniamulia yani. wewe barua ipo njiani inafikiriwa kuandikwa au sasa watumishi wa serikali tuna ethics. Kwa mambo ya internal yanakuwa internal mpaka hapo mamlaka zitakapokuwa zimeruhusu unaweza kuzungumza. Nitakwambia tuna muda mchache tu kufika huko. Mbona unataka kuwaisha gari huu kabla tukifika kwa tuzungumza. Bahati nzuri wewe una simu zangu na nipigie atakuja tukae tuzungumze. Sasa yes. Basi tutajadili. Mimi nikushukuru sana. Labda kwa dakika moja ya kuhitimisha Watanzania zungumza na Watanzania ambao wameendelea kutazama shirika la reli na miradi yake inayoendelea kama tumaini kubwa la kubadilisha uchumi wa nchi kwenye miaka inayokuja. Kitu ambacho naweza nikazungumza kwa Watanzania wenzangu. Mimi nimekuwa pale kwa miaka 10 sasa. Almost miaka 10, tunaelekea miaka 10. Unaangalia kazi ambayo serikali imefanya. Hata kwa miaka hii 4 ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kazi kubwa sana imefanyika ya uwekezaji, kusukuma kuhakikisha kwamba project inaendelea. Hili ni jambo kubwa sana katika taifa letu. Ni jambo kubwa. Unajua watu wengine anaweza sione tofauti sana ya barabara ya kilomita 100 au labda ujenzi wa jengo na hili reli. Hii reli is a game changer katika taifa letu. Sisi kama Watanzania especially ambao tunakaa kando kando ya reli, watu wa kwanza kabisa kuwa na ulinzi wa ile miundombinu ni sisi. Hatuwezi kuwa na maaskari kwa all over the place. Lakini si wananchi tuko all over the place. Ndio watu wa kwanza kulinda. Na hii sio tu kwa sababu ya reli. Ujue reli tulionao sasa hivi imetoka miaka 100 na iliyopita. The only reason, najua utatujazungumzia historia. Sababu pekee ambayo tunayo hapo ni kwa sababu waliotutangulia walitimiza wajibu wao. Na ndio maana tunayo sasa tunaiona tunazungumzia. Others ongeza hata kungoa kagawana machuma kule tukakuta tunaambiwa tu kwamba kulikuwa na train up reli inapita hapa hazipo. Lakini zipo mpaka sasa hivi. Why? Kwa sababu wenzetu waliweza. Na sisi generation yetu lazima tuwe na malengo kwamba kuna wenzetu wanakuja. Tuna watoto wetu, ambao ni watoto wetu. They are coming. Tunawachia nini? Kwa maana yake tunapokuwa tunalinda reli hii, tunatengenezea wanaokuja future. Na wao watakuja watapita kama ambao sisi tutakuja kupita. That's how una build taifa. Kwa hiyo mlinzi wa kwanza wa hii reli ni sisi wenyewe. La pili, nchi ni kama taasisi, kama mliokuwa Wasafi hivi. Una brand taasisi. Wasafi unapokuwa branding hizi, kala hizi, unaweza kufikiri kwamba kila kitu kiko perfect. Lakini it's not true. Lazima una changamoto, ambao ni kitu cha kawaida. Bila changamoto maana taasisi haiwezi kuexist. Na nchi inakuwa hivyo hivyo. Tuzungumze mambo ambayo ni positive kwa nchi. Mambo ambayo ni positive kwa nchi maana yake ni kwamba ndio unaweza kupata wawekezaji wakaja, watalii wakaja, watu wa mataifa mengine wakaja kuwekeza hapa. Tuzungumze mambo ambayo ni positive kwa nchi. Yes, tutakuwa na changamoto, tutashughulika nacho, lakini tusifocus kwenye mambo ambayo ni mapungufu. Na tuna blow ni kana kwamba hakuna jambo jema ambalo limefanyika au linafanyika katika taifa letu. Sasa hilo ni swala la uzalendo. Unajua uzalendo wakati mwingine mtu anafikiria kwamba labda uzalendo labda ni kuzungumza sana. No. Wewe nchi yako unaionaje? Yani what really, kitu gani kinakufanya kuwa proud? Ni kitu gani ukikutana labda na Marekani unaweza ukakizungumza kwake? Kusifia Marekani, you are not America. Kusifia si Europe, si wapi huko, si China, you are not Chinese. They will never be. You have only one country, Tanzania. Kwa wito wangu kwa Tanzania ni kwamba tuzungumze nchi yetu very positive. Kuna mambo makubwa yamefanyika ndani ya awamu ya 6 hii
Yamefanyika mambo makubwa sana katika sekta mbalimbali, sio tu katika reli. Tuwe positive na taifa letu. Mheshimiwa Kadogosa, mimi nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Nimekuwa na mazungumzo marefu na mkurugenzi mtendaji wa shirika la reli hapa nchini, Masanja Kungu Kadogosa, na tumezungumza mengi kweli kweli kuhusiana na mradi wa reli ya mwendo kasi, lakini pia uendeshaji wa jumla kabisa wa shirika hili. Asante kwa wewe ambaye umetufuatilia muda wote kupitia Wasafi TV, lakini asante hata wewe ambao umetufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Wasafi Media. Lakini pia ni washukuru wale wote ambao wamehusika kwenye maandalizi ya kipindi hiki, Chuma Constantino kwa upande wa kamera, lakini pia Salum Maganga pamoja na Romi 255, bila kusahau Jacob kwenye upande wa sauti. Lakini asante pia kwa muhariri wetu Wilbrod. Ni mshukuru pia fundi miguu ambaye amenivalisha viatu. Fundi miguu yuko pale mtaa wa Kongo na Rungombe pale Kariakoo. Lakini pia shukrani kwa Mbuga Design ambaye amenivalisha suti hii hapa. Na nafikiri Mheshimiwa Kadogosa pia utapata suti kutoka kwa Mbuga Design. Basi nitashukuru sana. Jambo la muhimu sana hili. Kwa sababu majukumu pia yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo kama ni uzinduzi wa vipande vingine vile, utapata suti yako, lakini kama ni kubadilika kwa majukumu pia pate suti nyingine pia. Itakuwa vizuri pia. Ukienda Instagram andika Mbuga_design, utamuona ni mshonaji wa nguo ikiwemo suti na zinginezo, na ukimtembelea pale unaweza kaona kazi zake nyingi. Hii ni Wasafi TV, mimi ni Charles William, mpaka wakati mwingine tena. Asante. One on One with Charles William.